Hello. Rafiki yangu mambo, habari yako. Usishangae leo niko polini kidogo. Kuna kazi nafanya hapa. Rafiki yangu nikuulize swali moja. Uisha kutokea, kuna vitu ambavyo huwaga vinajirudia kwenye maisha yako. Yaani kwa mfano umehusiana, labda kazini, umehusiana na marafiki mbalimbali, na watu mbalimbali. Lakini unakuta kuna vitu ambavyo vinakuwa vinajirudia kwenye kila mahusiano ambayo unakuwa unaingia. Nikisema mahusiano hapa, simaanishi tu ya kimapenzi peke yake. Kwa inaweza kawa kimapenzi, kanisani, msikitini, kazini, kokote pale ambapo unakuwa unakutana na watu. Lakini kuna baadhi ya pattern fulani huwaga zinatokea. Labda unakuta huwezi ukadumu na mtu fulani. Lakini ukiangalia na mbona shida iko hapa? Mbona kuna changamoto iko hapa? Yaani pattern ile ile. Sasa mara nyingi haya mambo yakiwa yanatokea, changamoto zikuwa zinatokea most of time, kwa sababu sisi ni wanadamu, tunajikuta kwamba tunarusha mpira kwa wenzetu. Tunasema kwamba hao si watu wazuri, au ni watu wabaya, au ni moja mbili tatu, au ni hivi na hivi. Lakini kuna muda tunashindwa sisi kuangalia kwa upande wetu sisi. Kwa nini kile kitu kizidi kujirudia na kujirudia katika kila mahali ambapo tunakuwa tunaenda? Kama unahusiana na watu, unakuta unahusiana na watu wa sampuli ile ile, au wanakufanyia vitu vinavyofanana vile vile, lazima tuweze kukaa chini na kujiuliza muda mwingine kwamba inawezekana pia shida inakuwa kwetu sisi. Kwa sababu gani inakuwa kwetu? Linapokuwa inatokea changamoto, sisi hatuko tayari katika kutatua changamoto, lakini tunakuwa tayari katika kuweza kutupa mpira, kuona kwamba ule upande mwingine ndio umesababisha wewe upitie hali moja mbili tatu. Basi tuseme ni sawa kwa mahusiano ya kwanza, wakati upo sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, sehemu zote. Inawezekana hawa watu ndio wakawa na shida hiyo hiyo ambao unakuwa unaiona kwao. Sasa rafiki yangu, kuna vitu vya msingi ambavyo inabidi tuweze kujifunza. Kitu cha kwanza, kama tunavyojua, lazima tujue kweli thamani yetu, kwamba tuna thamani sana. Maisha haya kuishi duniani tumepewa kama zawadi, na wewe una utofauti mkubwa sana. Lakini jambo la pili, ukishajua thamani yako, uwe tayari kujifunza. Changamoto yoyote inapokuja kwenye maisha yako, lengo lake ya ile changamoto ni kukufanya wewe upate somo kutoka kwenye ile changamoto, ili ukipata yale masomo uweze kukua, uweze kuwa mkubwa zaidi, uweze kuendelea zaidi. Lakini usipojifunza kutoka kwenye ile changamoto, inamaanisha kwamba the same mistake, the same changamoto itakuja kurudia kwenye phase nyingine, mpaka utakapopata somo kwenye ile changamoto ambayo ilikuwa imekutokea, ndipo utaweza kumove on. Ila kama hujajifunza, huwezi ukamove on kwa namna yoyote. Kwa rafiki yangu, tusisahau kitu cha msingi: kujifunza, maarifa, kuwa mtu ambaye unapenda kujifunza. Usiwe mlalamishi tu kutupa lawama, lakini jifunze ili mwisho wa siku sasa uweze kukua. Usipojifunza, ile changamoto itajirudia tena. Usipojifunza, huwezi kuendelea mbele. Rafiki yangu, tunaishi mara moja. Kwa hiyo tuwe makini katika kujifunza. Tuwe makini kuweza kugundua baadhi ya changamoto ambazo tunaona kama zinakuwa zinajirudia kwenye maisha yetu. Kwa nini tuna attract watu wa aina fulani? Kwa nini hivi na hivi? Kwa nini? Kwa sisi tujipe kazi ili tuweze kukua zaidi. Asante rafiki yangu kwa kunipa muda wako. Nimeshukuru sana, nimefurahi sana. Karibu tena kwenye kile kinakuja. Bye kwa leo. Stay safe.